Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumatatu ya tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 2024, juma la 6 la mwaka wa kanisa mwaka B. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Yakobo kwa watu wote, sura ya kwanza, aya ya kwanza hadi ya 11, na somo la Injili linatoka katika Injili ya Marko, sura ya kwanza, sura ya 8, aya ya 11 hadi ya 13. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Wakatokea Mafarisayo wakaanza kuhojiana naye, wakitafuta kwake ishara itokayo mbinguni, wakimjaribu. Akaugua rohoni mwake, akasema, mbona kizazi hiki chatafuta ishara? Amini nawaambieni, hakitapewa ishara kizazi hiki. Akawaacha, akapanda tena chomboni, akaenda zake hata ng'ambo. Neno la Bwana. Wapendwa familia ya Mungu, leo tunaalikwa kumuona Mungu ndani yetu na sio kwenye ishara. Katika somo la Injili ambalo tumesikia hivi punde, tunaona Mafarisayo wakimzonga Yesu, wakidai awaonyeshe ishara, tena itokayo mbinguni. Madai haya ya Mafarisayo yanaonekana kutozipokea zile ishara ambazo tayari amekwisha kuzifanya katika Injili hii. Mathalan, kumtoa pepo mtoto wa mwanamke Msirofoinike, kumponya kiziwi, pia kuwalisha watu zaidi ya 4,000. Rejea Injili ya Marko sura ya 7, ambazo kwa undani kabisa zinathibitisha umungu wake. Namna ambavyo Injili inaeleza hapa kwamba wakimjaribu, inadhihirisha wazi kwamba Mafarisayo hawana nia njema. Madai yao kwamba ishara hii lazima itoke mbinguni ni njia nyingine ya kusema kwamba lazima itoke kwa Mungu. Kwa mantiki hii, ishara nyingine alizozifanya kwao hazina maana yoyote. Huu ni uthibitisho kwamba hawataki kufungua mioyo yao kupokea ushuhuda wa matendo makuu ya huruma ya Mungu aliyotenda Kristo. Aidha, kukosa imani katika Kristo pamoja na ishara zote ambazo amekwisha kuzitenda inathibitisha kile ambacho Mungu alikisema kwa wana wa Israeli kule jangwani, akisema, je, watu hawa watanidharau mpaka lini? Wasiamini hata lini, nijapokuwa nimefanya ishara hizo zote kati yao? Rejea kitabu cha Hesabu sura ya 14 aya ya 11. Kwa maneno mengine tunaweza kusema, kwa wao Yesu kuonesha miujiza hii ambayo kwa hakika ni uthibitisho wa upendo wa Mungu kwa wanadamu, bado haitoshi. Wanataka kumlazimisha Mungu atende kadiri wanavyotaka. Wanataka kuweka vigezo vyao namna Mungu anatakiwa kutenda, jambo ambalo si sahihi kabisa. Pendwa msikilizaji, katika hayo yote Yesu hawapi matumaini yoyote ya kuwapa ishara. Badala yake anawajibu akisema, hakitapewa ishara kizazi hiki. Pengine kwa sababu anaona hamna matumaini yoyote ndani yao ya kuweza kuamini kile anachokitenda. Sanjari na hayo, hatuna namna wala uwezo wa kujihakikishia kwamba namna hii ya kuwaza katika mambo ya muhusu Mungu iliishia kwa Mafarisayo.
Kama ni hivyo, swali tunalopaswa kujiuliza ni je, sisi tutoke na mwondoko gani ambao unaweza kutusaidia kuwa wafuasi imara wa Kristo katika mawazo haya ya Mafarisayo? Kwa kujiuliza swali hilo, ni kualike tutafakari pamoja haya machache. Kwanza, tunapaswa kuukubali ukweli huu kwamba mawazo ya Kifarisayo bado yapo katika dunia yetu. Tunashuhudia katika ulimwengu wa sasa vitabu vingi vikiandikwa, machapisho mbalimbali na hata mipango mbalimbali ikifanyika yenye lengo la kukanusha imani ya Kikristo kwa vigezo kwamba haiwezi kuthibitishwa au kuhakikishwa kwa njia ya kisayansi. Mtazamo huu ni finyu kuhusu imani. Hii ni kutaka kumpima Mungu, na hii ni ishara ya mwanadamu kujisahau. Ndugu zangu, tunapojisahau katika maisha, tunakuwa kama Mafarisayo. Tunataka kumwambia Mungu, hebu kama upo, tokea kweli utuhakikishie. Mungu wetu sio Mungu wa majaribio. Ni sawa na mtoto kumwambia baba yake, hebu nihakikishie kwamba wewe ni baba yangu. Mafarisayo hao kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, katika Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 4, wakidai ishara, anawaahidi kutokuwapa ishara zaidi ya ile ya Yona, yaani kukaa tumboni mwa tumbo la samaki kwa siku 3. Hii ni sawa na kukaa gizani kwa siku 3. Lakini kwetu sisi ambao tumekwisha kufunuliwa ukweli wa kimungu na bado tunabaki wafungwa wa ukaidi, inaweza kuwa ni kukaa tumboni mwa giza la dunia hii maisha yetu yote pasipo kuielewa imani yetu. Mbadala wa hili inaweza kuwa ni kumwacha Mungu anayekaa ndani yetu na kwenda kumtafuta katika ishara ambazo watu wengi wanaibuka siku hizi wakidai kuzifanya. Pili, ishara sio kigezo cha mwanadamu kukombolewa, na wala haiwezi kutukomboa kama hatuna imani. Imani ya Kikristo ndani ya Kanisa Katoliki tunafundishwa kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Rejea waraka kwa Waebrania sura 11 aya ya 1. Kumbe hii inapingana na mawazo ya Mafarisayo walioomba ishara kutoka mbinguni ili waweze kumwamini Yesu na yale aliyoyatenda, yaani inafuta maana ya kuamini. Hata hivyo, tupo katika ulimwengu ambao tumeshuhudia watu wakitafuta ishara sana. Jambo hili limepelekea kuibuka kwa manabii wa uongo ambao wanadai kufanya miujiza kama Yesu. Kwa maana hii wanajifanya wao kuwa Mungu. Haijaishia hapa. Tumepoteza ndugu zetu kwenye miujiza ya uongo ya namna hiyo. Wagonjwa waliotakiwa kutibiwa hospitalini wanafia kwenye miujiza kipofu. Watu wanakanyaga mafuta wanakufa. Watu wanafunga chakula ili wafe wamuone Mungu, kana kwamba Mungu anapokea mizoga. Kwa hakika hiyo ndiyo maana ya upofu wenyewe. Kumbe imani ya kudai miujiza ni chanzo cha maadui wa imani na kutengeneza mazingira ya fursa za kibiashara. Ndiyo maana wanaodai kutenda miujiza wanaongezeka kila kukicha. Aidha, Mungu amekwisha kutuonyesha miujiza mingi kiasi kwamba hatuhitaji ishara nyingine zozote zile ili tumwamini. Muujiza ambao mpaka sasa unafaa tuheshimu na tuishi kadiri yake ni kuumba wanadamu kwa mfano na sura ya Mwenyezi Mungu. Kama haitoshi, wenye akili na utashi. Kwa sababu hiyo, akili tuliopewa tunapaswa kuitumia kuimarisha imani yetu.
Imani haipo kwa ajili ya kutufanya vipofu, bali kutusaidia kuufikia ufalme wa Mungu. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili anatufundisha kwamba imani na akili vinafanya kazi pamoja na havitengani. Kwa kutumia akili katika imani, ndipo tunaweza kugundua yapi ni mafundisho ya uongo ya wazushi mbalimbali wanaoibuka siku hizi na kuweza kuachana nayo. Pia ni yapi ni mafundisho safi ya kanisa na tuweze kunufaika nayo kwa ajili ya ustawi wa nafsi zetu. Jambo la tatu, tunajifunza kwamba majaribu ni sauti ya mafanikio. Somo la kwanza la leo kutoka kwa Yakobo mtume linatuambia kwamba hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkianguka katika majaribu. Rejea waraka wa mtume Yakobo kwa watu wote sura ya kwanza aya ya pili. Majaribu ya Mafarisayo kwa Yesu hayamfanyi asitishe safari yake ya utume, lakini kuendelea na kazi yake kunakuja baada ya kujihoji. Ndiyo maana tunaona anajiuliza, mbona kizazi hiki chatafuta ishara? Baada ya kujiuliza hivyo, mwisho anaamua kutowaonesha ishara yoyote, na anapanda chomboni kuendelea na safari zake za utume wa kimasihi. Kumbe tunahitaji kupima majaribu tunayopitia badala ya kulalamika. Hatuwezi kukataa ukweli huu kwamba majaribu yote yanatoka kwa Shetani, lakini wakati mwingine Mungu anaruhusu tujaribiwe. Mungu anaporuhusu tujaribiwe, anataka kutuokoa. Pia Mungu anaporuhusu kujaribiwe, anataka kukujenga na kukukomaza. Kama haitoshi, anataka kujihakikishia kama bado unafaa kutumika kwa kazi yake. Hebu fikiri, wakati unapokuwa unatumia kinywaji fulani, kwa nini wakati unatikisa chupa kabla ya kunywa? Yawezekana una sababu nyingi, lakini mojawapo ni kutaka kujua, je, kinywaji bado kimo, ili uendelee kukitumia. Vivyo hivyo, Mungu anaporuhusu tutikiswe, ni kutaka kuona imani kama bado imo na nguvu ya kuendelea kutenda kazi yake. Mfano mzuri hapa ni Ayubu, ambaye Mungu aliruhusu atikiswe na Shetani, lakini kwa kubaki mwaminifu na kuonesha kwamba mtetezi wake yu hai, mwisho anapata matunda yaliyo bora kuliko awali. Zaidi ya hayo, ukisoma kwa umakini Injili, utagundua kwamba nyuma ya Mafarisayo kuna msukumo wa kishetani. Ukweli huu tunaupata katika Injili ya Marko sura ya kwanza aya 13. Yesu alipojaribiwa jangwani kwa siku 40 na Shetani. Ni mtindo huo huo wanatumia Mafarisayo. Katika namna hii ya kupima mambo ndipo mafanikio yamelala. Kinyume chake ni kujawa na mashaka. Kadiri ya mtume Yakobo, mtu mwenye mashaka ni kama wimbi la bahari ambalo linaweza kupeperushwa huku na huku. Rejea somo la leo kutoka waraka wa mtume Yakobo kwa watu wote sura ya kwanza aya 6. Na bila kumung'unya maneno tunaweza kusema watu wengi tunaowaona wakiyumba katika imani, wakizurura huku na huku kutafuta waombezi, wanapeperushwa zaidi na mwondoko wa namna hii uliojaa mashaka. Hawana uhakika kama wanayemwabudu katika Ukatoliki ni Mungu wao wa kweli. Pamoja na hayo, ni dalili kwamba ulimwengu wetu umejaa watu wavivu hata wa kushindwa kusali, wasio na uwezo wa kutulia na kufikisha dukuduku na mashaka yao kwa Mungu Baba yao. Kwa hakika hii ni aibu. Ndio maana wanatafuta watu wawaombee. Sio kwamba wao hawawezi kuomba, bali ni uvivu wa kushindwa kutenga muda wa kutulia na kuzungumza na Mungu. Lakini cha ajabu,
Muda wa kuhangaikia mambo ya kimwili upo wa kutosha. Tunahangaikia chakula cha mwili tu, roho zetu zinakonda. Chakula cha mwili hatuachii wengine watutafutie, lakini roho zetu ambazo ndizo hutia uzima tunaziacha mikononi mwa wengine wahangaike nazo. Tunahitaji kujitafakari sana katika hili. Hata kama kuna wakati hatuelewi, ni lazima tuendelee kubaki katika imani. Tuombe neema ya kuimarika katika imani yetu, pia uwezo wa kuwa na msimamo thabiti wa kuelewa wajibu mkubwa tunaopaswa kutekeleza kama wabatizwa na wafuasi wa Kristo. Hapa ndipo tutaweza kuzawadiwa tuzo ya milele huko mbinguni. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Heribert Imani Mishongi kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Tabora, ninayosoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala iliyoko Tabora.